السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله سلام عبده اصطفى وعلى خير نبيه اصطفى منزل عليه من ربه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لفيق الأرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب. وفي السماء محمد وفي الأرض أحمد وعيد لله مكرم ومحبوب. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشاعر: لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في لوح مكتوب مع العجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكن خلق الإنسان بالعجل. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuziomba ziada za khairi zimwendee kiongozi wetu wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehemu kubwa watu wengi tumekuwa tunalalamika sana kuhusiana na mambo ya riziki, lakini kuna sababu kadhaa wa kadhaa ambazo zinasababisha riziki zetu kuwa na matatizo. Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, wama min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna kiumbe chochote katika ardhi isipokuwa riziki yake ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna baadhi ya mambo watu tunayafanya riziki zetu hatuzipati. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi, anasema innal abda, hakika ya mja, la yuhram min arrizqi li dhanbi yaf'aluhu, mja uharamishiwa riziki yake kutokana na dhambi anazozifanya. Akifanya dhambi, ile riziki inaninginizwa baina ya mbingu na ardhi, haipati mpaka atubie kosa kama lile. Tunaishi katika dhiki, tunaishi katika umaskini mkubwa kabisa kwa sababu ya kutokuwa na istighfar, kuto kufanya msamaha. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi mati'ukum mata'an hasana, ili muombe msamaha Mola wenu kisha mtubie kwake, Allah atakupeni maisha mazuri. Lakini leo nataka tuzungumzie jambo moja, ni jambo la kulala baada ya swala. Kwa maana mtu tayari amesha swali swala ya subhi, lakini yeye akaamua, akaona bora alale. Swala la kulala baada ya swala ya subuhi linapunguza riziki. Kulala baada ya swala, ukisha swali tayari, kunapunguza riziki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, baada ya kuswali, mtu kasha swali tayari, anatakiwa afanye dhikri mbalimbali, amombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, aende kwenye amali zake. Lakini sio baada ya swala umetoka msikitini umeenda kulala tena. Ni miongoni mwa mambo ambayo yanapunguza riziki kwa mwanadamu, yanapunguza riziki kwa Muislamu, kulala alfajiri. Kwa hiyo tujiepushe na mambo hayo inshallah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe utajiri wa nafsi, atupe utajiri wa mali. Allah atujalie mimi na wewe kuwa ni watu wenye kupata radhi zake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.